Kuna mtikisiko mkubwa unaoendelea kuhusiana na Samia Suluhu Hassan, ambapo moja ya mambo mazito inayohusiana na mtikisiko huo ni pamoja na baadhi ya wajumbe wa tume ya mchongo ya Jaji Chande kutishiwa uhai wao endapo matokeo ya tume hiyo yanakwenda kinyume na matakwa ya Samia Suluhu Hassan. Makala hii inaeleza kuhusu hilo, lakini pia mambo kadhaa yanayoendelea nyuma ya pazia ambayo kwa hakika yanaiweka Tanzania katika wakati mgumu. Sasa taarifa za kuaminika zinaeleza kwamba wajumbe wa tume ya mchongo ya Jaji Chande ambayo iliundwa na Samia Suluhu Hassan wapo katika kipindi kigumu kutokana sio tu na shinikizo la kutengeneza ripoti inayoendana na matakwa ya Samia Suluhu Hassan, lakini pia wamekuwa wakipokea vitisho, na ni vitisho vizito baadhi kuhusu familia zao kuhusiana na endapo watathubutu kutengeneza ripoti ambayo ni kinyume na matakwa ya Samia Suluhu Hassan. Lakini kabla ya kuingia katika hilo, hebu kurudi nyuma, hasa lengo la msingi la Samia Suluhu Hassan kuunda tume hiyo. Kimsingi kulikuwa na malengo makuu mawili, na yote yalikuwa yanahusu kumsafisha yeye kuhusiana na mauaji ya kinyama, mauaji ya maelfu yaliyojiri nchini Tanzania kuanzia Oktoba 29, na inaelezwa kwamba mauaji hayo mpaka muda huu yanaendelea. Kwa mujibu wa taarifa ambazo bado hazijathibitishwa, inaelezwa kwamba idadi ya watu waliouawa inazidi watu 10,000, na idadi hii ndiyo iliyowasilishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC na kundi la wanasheria wa kimataifa ambao wamefungua kesi dhidi ya Samia Suluhu Hassan kuhusiana na matukio yaliyojiri kuanzia Oktoba 29 na kuendelea. Kwa hiyo malengo makuu mawili ya Samia kuunda hiyo tume, la kwanza lilikuwa ni kutengeneza taswira ya uwajibikaji, kwamba japo yeye ndiye ambaye amekuwa akilaumiwa kuwa alitoa amri kama amiri jeshi mkuu kuruhusu vyombo vya dola kuwachinja maelfu ya Watanzania, lakini bado amepata ujasiri wa kuunda tume, na sio tu tume ya kawaida, lakini tume hiyo imeundwa na watu wenye nyadhifa zenye heshima ndani ya Tanzania. Kulikuwa na majaji wakuu wastaafu wawili, kulikuwa na mkuu wa jeshi la polisi mstaafu mmoja, na wanadiplomasia waandamizi kadhaa. Kwa hiyo pengine kwa Tanzania haitengenezi taswira nzito sana, lakini kimataifa tume hiyo ilikuwa inajenga kuaminika kwa namna fulani kutokana na wasifu wa baadhi, takriban wajumbe wote walikuwa ni watu wenye kaliba ya kimataifa na watu ambao wanaonekana au wanapaswa kuwa waadilifu. Hata hivyo, kuna ukweli mchungu kuhusu hao wajumbe wa hiyo tume. Ukiangalia wale majaji wakuu wawili wastaafu ambao ni wajumbe, Jaji Chande na yule Profesa Juma, wote wanaingia katika rekodi kama majaji wakuu wabovu kabisa katika historia ya Tanzania. Jaji mkuu Chande, wakati wa utawala wake ufisadi ulikuwa umetapakaa kupita kiwango. Jaji Juma, huyu Profesa Juma, yeye anaweza kuingia katika rekodi kama jaji mkuu wa ovyo kabisa katika historia ya Tanzania, kwa sababu chini ya utawala wake mahakama imekuwa ikitumiwa na serikali na maovu mengi yamekuwa yakitokea huku mahakama ikiyaridhia. Kwa hiyo hawa watu wanaweza kuonekana kimataifa kuwa ni watu wenye nyadhifa za heshima kama majaji wakuu wastaafu, lakini kimsingi utendaji kazi wao haukuwa wa uadilifu. Pia kuna mkuu wa zamani wa jeshi la polisi Afande Mwema. Huyu kwa watu ambao pengine vijana sasa hivi wanaweza kuwafahamu, lakini huko nyuma yeye alikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi katika kipindi ambapo kulikuwa na ufisadi mkubwa sana, na askari wa jeshi la polisi walikuwa wakijihusisha na matendo mbalimbali ya uhalifu. Kwa hiyo kimsingi takriban wahusika wote wa ile tume si watu waadilifu sana. Kuna aliyekuwa waziri wa mambo ya ulinzi, waziri wa ulinzi wa utawala uliopita, yani utawala wa Samia Suluhu Hassan katika awamu iliyopita, Stergomena na Tax. Mnafahamu kwamba yeye akiwa waziri wa ulinzi ndipo jeshi la wananchi wa Tanzania limeshiriki kuchinja watu Oktoba 29 na kuendelea. La kichekesho ni kwamba yeye ni mjumbe wa tume ambayo kimsingi ni mmoja wa watuhumiwa, hakustahili kuwemo katika hiyo tume. Lakini ndio kwa sababu tume imeundwa kwa lengo la kumsafisha Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo upande wa kwanza
kwa kitendo cha kutengeneza tume ambayo imeundwa, kuna jaji mkuu mstaafu, mkuu wa jeshi la polisi mstaafu na watu kama hao, kimataifa Samia ameonekana kama mtu ambaye anashughulikia uwajibikaji, yani anawajibika kwamba japo anatuhumiwa lakini amechukua jitihada za kuunda hiyo tume, na hii inasaidia kumkinga kwa namna moja, sio kwa 100%, lakini kwa kiasi fulani. Lakini kubwa zaidi, jukumu hasa la hii tume ni kuthibitisha kitu ambacho Samia amekuwa akikihangaikia, kuihusisha Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na mauaji, maandamano kwanza ya Oktoba 29, lakini mauaji yaliyofuatia, kwa badala ya kusema vyombo vya dola vilipewa ruhusa na Samia Suluhu Hassan kuwachinja hao maelfu ya Watanzania, ni kwamba hayo maandamano na hata yaliyofuatia mauaji, wanaopaswa kubeba lawama ni watu waliosababisha hayo, yani walioorganize hayo maandamano na kuwahamasisha vijana kuingia mtaani. Kwa hiyo taswira inayotengenezwa kwamba ni Chadema ndio waliohamasisha na kusababisha vijana kuingia mtaani, na matokeo yao vijana wakaona, hao vijana hawaangalii kama mashujaa au watu walikuwa wakitumia haki zao za msingi kuandamana, kwa sababu kuandamana ni haki ya kikatiba, lakini wanaangaliwa kama wahalifu waliokuwa na dhamira ya kufanya mambo maovu, na ilikuwa lazima kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan kuchukua hatua kali kukabiliana. Wanasema kwamba hao vijana walikuwa na lengo la kuipindua nchi, kwa hiyo kujaribu kujustify ule unyama uliotokea. Kwa hiyo katika hili la pili ni kujaribu kutengeneza taswira ya kuwa Chadema ndio waliohusika, na hili linaweza kuthibitika katika kesi inayoendelea ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa taifa wa chama hicho, ambapo kumekuwa na jitihada za kubadili mwelekeo wa kesi hiyo, kuonyesha kwamba kile kilichokuwa kinaelezwa kuwa ni uhaini hasa ndio hicho kilichojiri Oktoba 29 na kuendelea. Hata hivyo, wamekuwa na changamoto kubwa upande wa Samia Suluhu Hassan kuthibitisha katika. Sasa taarifa zinaeleza kwamba tume hii ya mchongo ya Jaji Chande ilikwenda kufanya kazi yake na imejitahidi kadri ilivyoweza, kwa sababu ilikuwa vigumu kukutana na watu ambao sio wahanga. Ilikuwa lazima ikutane na watu ambao ni wahanga, watu waliofiwa na watoto wao, watu ambao watoto wao wamepotea, watu ambao ndugu zao wamejeruhiwa, watu ambao maelfu ya watu ambao wanasubiri miili ya ndugu zao, watu kadhaa ambao hawajui nini kimetokea kwa ndugu zao, lakini wahanga halisi, watu ambao wamevunjika miguu, watu ambao wamekatwa miguu, na watu wengine wamepigwa risasi na vitu kama hivyo. Sasa haya yote yalipaswa kurekodiwa na wakarekodi. Kwa hiyo tume iliwasilisha ripoti kwa Samia, lakini Samia ameikataa ripoti hiyo kwa sababu inamuimplicate. Kumuimplicate maana yake inamhusisha, inamfanya yeye kuwa mtuhumiwa mkuu, yani mhusika mkuu wa yote yaliyotokea Oktoba 29. Na hii ilikuwa kinyume na matakwa, kwa sababu tume tangu mwanzoni ilishaelezwa inatakiwa kufanya kitu gani. Na hili limepelekea hali ya wasiwasi kwamba huenda baadhi ya wajumbe wa tume wameamua kujitoa mhanga, kwamba wafanye kazi wanayostahili kufanya, wawatumikie Watanzania kiuadilifu, na matokeo yake ripoti itakapotoka, whether Samia ataipenda au hataipenda, lakini wao watakuwa wamefanya kazi yao. Na ndipo hapo vimeanza kutolewa vitisho. Kwa mujibu wa taarifa za kuaminika ni kwamba baadhi ya wajumbe wa tume hiyo wameshaelezwa kwamba endapo hawatotekeleza hicho wanachopaswa kufanya kwa mujibu wa matakwa ya Samia Suluhu Hassan, basi maisha yao yatakuwa hatarini. Hizi ni taarifa kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika, na tume hiyo inatarajiwa kukamilisha ripoti yake April, lakini kimsingi ripoti imeshakamilika, ila iliyowasilishwa kwa Samia imekataliwa. Hajaipenda na anataka yatengenezwe mazingira kwamba lengo hasa ni kujaribu kujihusisha Chadema na yaliyojiri Oktoba 29. Jasusi TV pia iliwaambia kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu baada ya kusimama kwa takriban miezi kadhaa, kulikuwa na mkakati wa kuifanya kesi hiyo ichukue picha ya kwamba uhaini aliyoshtakiwa nao Mheshimiwa Lissu ni kuhusiana na matukio ya Oktoba 29, na hilo bado wanaendelea kuliangaikia kwa upande mmoja. Kwa hiyo tume ndio imewekewa katika hilo, lakini hili lina changamoto zake, hilo la kujaribu kutumia vitisho, kulazimisha. Hata hivyo wanaofahamu yanayoendelea wanasema kwamba tume haina namna nyingine zaidi ya kuwasilisha ripoti ambayo Samia anaitaka, kwa sababu ripoti ya kwanza ameikataa. Kwa hiyo kazi inayofanyika sasa hivi, na ndio maana tume ikaongezewa muda, ni kubadilisha yaliyomo katika ripoti yao na kuonyesha
kwamba Samia hakuhusika, serikali yake haikuhusika, jeshi la polisi halikuhusika, idara ya usalama wa taifa haikuhusika, jeshi la wananchi halikuhusika, lakini chanzo cha matatizo hayo ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kinachosubiriwa ni hiyo taarifa, hiyo ripoti ambayo itatoka baadaye mwezi ujao. Lakini wakati haya kijiri, bado kuna changamoto nyingi sana ambazo zinaendelea kuhusiana na Samia mwenyewe. Jitihada moja hii ya kujaribu kujisafisha kama ambavyo ameitumia kwa njia hii ya tume, kwa upande mwingine kumekuwa na matumizi makubwa kupita kiasi ya fedha. Matumizi hayo yako katika taswira mbili. Moja ni kuwapatia watu mamilioni ya fedha kwa malengo ya kufanya kampeni mbalimbali za kumsafisha Samia. Watu wanapiga pesa vibaya sana. Lakini pili, kuna idadi kubwa ya fedha inatolewa kwa watu, hasa kwenda nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kudhuru watu. Kama mtumishi wa zamani wa idara ya usalama wa taifa, naweza kueleza kwamba operation nje ya nchi ya mtu mmoja inaweza kufikia hadi shilingi milioni 500 kwa siku kadhaa tu. Sasa unapotuma magenge ya watu, sijui trilioni ngapi ambayo pengine mpaka sasa hivi itakuwa imeshapotea katika hiyo jitihada ya kujaribu kuwadhuru, kuwaziba midomo watu mbalimbali ambao wanaonekana kuwa tishio kwa utawala huo. Kibaya zaidi ni kwamba jitihada hizo zinazofanyika mpaka sasa hivi hazijazaa matunda. Hii ni habari njema kwa sababu watu wanawindwa, lakini mpaka muda huu tunaongea, angalau taarifa zinaeleza kwamba hakuna mtu huku nje ambaye amedhuriwa na hao maharamia ambao wametapakaa katika nchi mbalimbali. Lakini licha ya hilo, kuna maelfu ya dola ambayo yamekuwa yakimwagwa kwa makampuni yanayofanya lobby kwa lengo la kuisafisha Samia Suluhu Hassan. Hizi ripoti zilishawekwa. Kwa kifupi, hayo ndio yanaendelea. Je, una maoni gani kuhusiana